Vodacom, kazi ni kwako. Ni story ambayo imeamka na magazeti ya leo kuhusiana na waziri wa zamani kwenye serikali ya awamu ya 4 Steven Wasira kutaka kumnyang'anya kamera mpiga picha wa gazeti la Mwananchi Michael Jamson kwa upande wa Mwanza ili afute picha alizopigwa akiwa mahakamani. Yeye alikuwa kwenye harakati za kunyang'anya kamera na kudelete picha. Yaani katika zile harakati za kunirukia na kunikimbiza, watu wakatafsiri kama tunapigana au anataka kunipiga, lakini naamini kama ningesimama bila kumkwepa yawezekana tungevana maungoni au angenivaa maungoni. Lakini kikubwa alivyoniona nampiga picha akiwa mahakamani baada ya kesi yake kuahirishwa, kutupiliwa mbali, maana walikosea vifungu vya kisheria vya kuomba kukata rufaa kutokana na hukumu yao ya kesi ya uchaguzi ya jimbo la Bunda mjini. Alivyotuona waandishi, mimi hasa aliniuliza, kwa nini unapiga picha? Unapeleka mtandao gani? Kama mimi siko mtandao wote. Mimi niko gazeti la Mwananchi na hapa nipo kazini. Akaniambia, nyinyi watu wa Mwananchi nyie. Basi akaendelea tena kusema. Basi akaniambia, futa picha zangu. Kipindi anaongea ananisogelea, mimi nikawa nasogea na mkwepa. Basi akafanya kama amepotezea, akaondoka mahakama kuu, akaenda mahakama ya kitengo cha biashara. Siku kipindi tupo mahakama kuu, kuna wakili akatuambia kuna hukumu ya ombi la Wasira la kuomba akate rufaa kesi ya wale wapiga kura wake waliofungua kupinga matokeo ya ushindi wa Esther Bulaya. Basi kama mwandishi tukaenda ili tupate hiki na kile cha kuandika kwenye gazeti. Basi ilipokuja kutokea, tulivyoenda mahakama ya mahakama kuu lakini kitengo cha biashara, akatuona. Sisi tukafika pale, tukamuona Kalani, tukamuuliza, akatujibu ndio kesi yake ipo. Basi tukamuuliza tunaweza kufanya coverage, akamwambia nyinyi waandishi mnaruhusiwa, hamna shida, ingieni. Basi tukaingia, muda si mrefu hakimu akasoma hukumu ile kwamba amechanganya vipengele vya sheria, inabidi kama wana muda warudi wakarekebisha vipengele, waombe tena, kama hawataki basi wanapoteza. Basi kipindi tunatoka nje, sisi tunaendelea kupiga picha kama kawaida, tuko kazini. Yeye kile kitendo hakikumpendeza, akawa bado analalamika, bwana sitaki unipige picha, afuta hizo picha. Alipotoka nje na sisi tuko kwa pembeni. Tulipokuwa kwa pembeni akaniita, njoo. Kama rafiki tu, njoo. Nikamsogelea, nikaacha mita chache hivi. Mbona unapenda kunipigia picha? Nikamwambia mimi sipendi kukupiga picha, mimi nipo kazini. Je, utaki mimi nifanye kazi yangu? Akamwambia zifute hizo picha. Nikamwambia mimi siwezi kufuta, nipo kazini. Nikishafuta nitaonekana nimefanya kazi au nimekuja kucheza hapa. Basi ndio katika ile harakati za kunirukia, atake kunyang'anya kamera ili afute zile picha. Sasa mpige picha mwenzangu ambaye alikuwa kwa pembeni, nimwambia akae upande wa pembeni ili lolote litakayotokea hapa katikati na tupate engo tofauti. Sasa mimi nikawa upande mwingine na yeye upande mwingine. Basi yeye akawa ana combine yale matukio jinsi Wasira anavyohangaika kutaka kuninyang'anya kamera. Sababu hasa ilikuwa ni nini? Sababu hasa yeye nahisi baada ya ile kesi ya wapiga kura wake kukataliwa mahakamani kutokana na labda kukosea vipengele, natumai hata kama wewe utapatwa na hasira. Na unapoona waandishi, unajua waandishi lazima waandike ukweli uliotokea pale. Sasa yeye nahisi alikuwa anaficha uhuru wa vyombo vya habari kuripoti vitu vinavyotokea. Ndio maana anakuambia futa picha, nifute picha ili kiwe nini? Kuna nini cha siri pale cha kuficha? Mahakamani ni sehemu ya wazi kwa mtu yeyote, na sisi waandishi tunatakiwa tuwepo tulipoti vitu vya mahakamani. Anang'ang'ania nifute picha. Ndio mimi tukaanza kwenye production za kukimbizana pale. Mlikuwa waandishi wangapi? Tulikuwa waandishi 4, wawili wa Mwananchi Communications na wawili wa Mtanzania. Okay. Na ilikuwa ni muda gani? Kwenye majira ya saa 6 kasoro hivi. Na hiyo situation imetokea katika mahakama gani? Ni mahakama kuu kitengo cha biashara. Maana kesi zingine huwa zinatolewa kule mahakama kuu, zinapelekwa kwenye kitengo cha biashara. Lakini hakukudhuru mahali popote? Hajanidhuru mahali popote kwa sababu hakunivaa maungoni. Nilijaribu kumkwepa. Na unadhani nia yake hasa ilikuwa ni nini? Nia yake ni kuziba uhuru wa wanahabari kupata habari, kutafuta habari, na wananchi kupata habari, kwa sababu mwanahabari anapopata habari anawapelekea wananchi ili wajue nini kinaendelea. Sasa anaposema futa picha, maana yake wananchi wasijue nini kinaendelea, na wakati ni haki yao, na mwandishi ni haki yake kuwepo mahakamani pale kupata taarifa na kuziweka vizuri kwenye chombo chake cha habari. Na mwisho wa siku sasa zile picha ulizifuta au mpaka muda huu bado uko nazo pia? Zile picha nilizompiga yeye sijazifuta, zimetumika kwenye gazeti langu, na zile zilizopigwa na mpiga picha mwenzangu naye zimetumika zikaongezewa, kwa zikaelezea tukio zima lilivyokuwa. Unadhani kama labda pengine unadhani kwamba usingemkwepa angekudhuru? Kwa moto aliokuwa anakuja nao au speed aliokuwa anakuja nao kuja kunivaa, natumai angenidhuru. Lakini nilijaribu kumkwepa kwa kadri nilivyoweza. Nimkwepa kama mara 3 hivi. Na yeye alikuwa na nani? Yeye kwenye muambatano wa hiyo kesi alikuwa na mmoja wa wapiga kura wake ambao walifungua kesi awali ambayo
ilitupwa na mahakama. Wewe kama mwandishi sasa, kama mwandishi wa habari, labda pengine ni kitu gani ambacho umekifikiria, labda kwenda labda kwenye sheria, ama ni kitu gani ambacho unakiwaza sasa? Kitu cha kwenda kwenye vyombo vya sheria, mimi nipo chini ya kampuni ya Mwananchi Communication, ni mwajiliwa pale, wakuu wangu nimewapa hizo taarifa. Kwa hiyo hata kama naenda kwenye chombo cha sheria, lazima kutakuwepo kuna wakili, kuna gharama za kuendesha kesi. Lazima wao wakuu wangu wa ofisi waniambie kafungue kesi, tufanye 1 2 3. Naamini huko Dar makao makuu kuna vikao vinaendelea na wataangalia nini tufanye. Siwezi kuwapangia ni kwa muda gani, au sijajua wao wamepanga nini. Lakini maamuzi yako wewe ni nini? Maamuzi yangu mimi ni kuendelea kuchapa kazi na kufanya kwa tahadhari kama nilivyofanya jana, kwa sababu nimesikia taarifa zake kwa waandishi wengine kwamba huyu mtu ni mkorofi, hasa unapofanya naye either interview au ukikutana naye kwenye mazingira fulani ambayo yeye hajisikii kuulizwa maswali, wewe mwandishi ukamuuliza maswali, au kamuuliza swali labda kwenye mkutano, swali lile likawa limemkwaza yeye, anakuwa ni mtu fulani wa kupata na jazba. Kwa mimi zile taarifa nilizozisikia kwa waandishi wenzangu jana nikazitumia kama tahadhari kwa kipindi nafanya shughuli yangu. Sawa, lakini hii ni mara ngapi kufanya naye kazi Wasira? Wasira nimefanya naye kazi mara nyingi nikiwa Dar es Salaam kabla sijaletwa Mwanza. Kipindi yuko waziri wa chakula kama sikosei, waziri wa kilimo na chakula kama sikosei. Na kama anavyojua gazeti la Mwananchi halifichi kitu, kwa akajua leo sasa kesho hiyo sijui naenda kuumbuka au ni vipi, siwezi kuelezea. Kwa hiyo ndo maana akaona cha msingi ni mtafute huyu, ni delete hata picha hii kesho isionekane kutoka kwenye gazeti. Okay. Lakini namshukuru Mungu aliniwezesha, nikamkwepa nilivyowezekana, hakuweza kuikamata kamera, hakuweza kudelete picha wala kunidhuru. Okay. Ndio. Na labda pengine ingetokea akakufuata kistaarabu akakwambia naomba unipatie hiyo kamera na akafuta picha, ungekubali? Ningemwambia siwezi kufuta picha unless unipe mkataba wa kufanya kazi kwako, niache kazi ya Mwananchi, kwa sababu unaponiambia nifute picha maana yake unakihatarisha kibarua changu. Kazi yangu inakuwa iko hatiani. Ukinipa mkataba mwingine nitasaini kwako, nafuta picha, naacha Mwananchi, nafanya kazi kwako. Na unadhani zile picha zilikuwa na maana mbaya? Hakukuwa na picha yenye maana mbaya, kwa sababu zile ni picha za mahakamani na mimi ni mzoefu kwenye kesi za mahakamani, kwenye upigaji picha wa mahakamani. Tumepiga kesi ya Ruru tangu inaanza, kesi ya Zombe nimepiga, kesi ya Babusea nimepiga, kesi ya Magufuli wa samaki wa Magufuli wale waliokamatwa wa China nimepiga. Na uzoefu, najua mahakamani wapi panapigwa picha, wapi hapapigwi picha. Ni wakati gani unapiga picha mahakamani, wakati gani hupigi. Tumefanya kazi mahakama ya rufaa, mahakama ya Kisutu, mahakama kuu. Okay. Zote tumefanya. Kwa hiyo yeye sielewi nini kimempelekea afanye kile alichofanya jana.